Tupa chakula chako usoni pa maji, maana utakiona baada ya siku nyingi. Uwagawie sehemu watu 7 hata 8, maana hujui baa gani litakalokuwa juu ya nchi. Mawingu yakiwa yamejaa mvua, yataimimina juu ya nchi. Na mti ukianguka kuelekea kusini au kaskazini, paangukapo ule mti, papo hapo utalala. Mwenye kuangalia upepo atapanda, na yeye atazamaye mawingu atavuna. Kama vile we usipojua njia ya upepo ni ipi, wala jinsi mifupa ikuavyo tumboni mwake mjamzito, kadhalika huijui kazi ya Mungu afanyaye mambo yote. Asubuhi panda mbegu zako, wala jioni usiuzuie mkono wako, kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa, kama ni hii au kama zote zitafaa sawa sawa. Kweli nuru ni tamu, tena ni jambo la kupendeza macho kutazama jua. Naam, mtu akiishi miaka mingi na ifurahie yote, lakini nazikumbuke siku zijazo za giza, kwa maana zitakuwa nyingi. Mambo yote yajayo ni ubatili. Wewe kijana, ufurahie ujana wako, na moyo wako kuchangamshe siku za ujana wako. Ukaziende njia za moyo wako na katika maono ya macho yako, lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Kwa hiyo ondoa majonzi moyoni mwako, nawe uondoe ubaya mwilini mwako, kwa maana ujana ni ubatili na utu uzima pia.